Yesu. Tuinamisha vichwa tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru na kuabudu, nasema wewe ndio Masiya. Asante kwa ajili ya ulisi mwema. Umetulinda wiki mzima, tumeonana mahali hapa kwa ajili ya kutafuta uso wako. Kristo, naomba tawale fikira na mawazo wa kila mmoja. Nikienda kupeana neno lako nitangulie. Iwafundishe njia na sheria zako, nitasema ni asante. Nimefunga kila maroho ya utatanisi na nguvu za giza zinazoweza kuinuka kinyume cha andiko zipata kushindwa katika jina la Yesu. Naitisa nguvu zako za Roho Mtakatifu unijaze na ukaninue, unitangulie kwa ajili ya andiko yako, ukatakase wapendwa mao wafungue, uwainue wakienda kusikiliza, wachenge na kuwaponya. Sante kwa kila neno umetenda, sante kwa ajili ya uzima na ushindi umetupatia, sante kwa ajili ya tumaini umetupatia kwako. Sifa na shukrani sikurudie. Naitisa malaika wako wakubwa wakashuke, kila mmoja akatende mapenzi yako, katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Tunaenda kujifunza katika kitabu ya maandiko ya Zaburi 112 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 10. Katika hii kitabu ya Zaburi inatuonyesha jinsi tunayoweza kukaa kwa Bwana na kukaribia na kupokea baraka. Baraka, sisi wa Kristo ni sisi tunaotafuta baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu katika njia za matendo na katika njia ya kumcha yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Ni sisi wenyewe ama ni mimi na wewe ama ni wewe unaweza kuchua vile unaweza kutafuta baraka. Baraka iweze kukucha hivyo, lazima uitafute na Mungu akuandalia yaliyo mema. Tunaenda kujifunza jinsi ya baraka wenye haki. Wenye haki baraka zao zinakuja kivipi? Tunaenda kujifunza jinsi ya wenye haki wanaopokea baraka. Ukiwa mwenye haki mbele ya macho ya Bwana, kuna vile atakuandalia yaliyo mema. Kiona vita mingi sana, ukucha na ukuondolea. Kwa sababu achasema mahali ya kwamba hatutateseka, lakini alisema tutateseka, lakini atakuwa pamoja na wenye haki. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yananiambia hivi, haleluya, heri yule mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Wazaliwa wake watakuwa hodari duniani, kisasi cha wenye adili kitabarikiwa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko atuambia kwamba heri wale waliomcha Bwana, heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Yule anayekucha Bwana lazima ukuwe unapendezwa na maagizo na masharti yake anayopeana. Sio mtu wa kukwasika na kunungunika ukionywa, lazima ukuwe mtu wa kutii na kutenda yaliyo haki. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tunaona ya kwamba Daudi akasema, haleluya, heri mtu yule amchaye Bwana, apendezaye sana na maagizo yake. Mtu yule anayemcha Bwana na anapendezwa na maagizo yake, akikosolewa ni lazima aitike na akubali abadilike. Sio yule anakosolewa anaanza vikwazo au kunungunika. Bwana Yesu apewe sifa. Kumaanisha yule anayekubali makosa yake ndio mwana wa Mungu. Ukikubali makosa lazima ubadilike, lakini yule asiyekubali makosa yake sio mwana wa Mungu. Kwa hivyo yeye yule anayopendezwa na maagizo ya Bwana ndio Bwana umshike mkono, umuongoza mpaka mwisho. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Anayemcha Bwana lazima apendezwe na maagizo yake, na maandiko yatuambia kwamba wazao wake, watoto wake watakuwa hodari duniani. Yule anayetii sheria ya Bwana, yule anayefuata maagizo ya Bwana, yule anayetenda haki mbele ya Bwana, usingatia maagizo mema na wema wake, Mungu peke yake ndio anajua. Maandiko yananiambia watoto wake ama wazao wake watakuwa hodari duniani. Watapokea kibali ya baraka. Kila mahali wataenda watainuliwa. Kila mahali wanaishi wanainuliwa. Kila mahali wanafanya kazi Bwana anajitiriza.
katika masomo yake wataonekana wakiwa mbele. Hawa ni watoto mwenye haki. Mwenye haki. Maandiko yaniambia Mungu hutuma malaika wake uwalinda. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu utangulia mbele. Kila mahali watoto wake wanaenda uwafunika na damu yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe ukizidi kunena yaliyo mazuri, na Bwana usidi kuwasingira. Kwa hivyo sisi wenyewe kama Wakristo ndio tunatafuta baraka. Hizo ni baraka za wenye haki. Kwa sababu maandiko yaniambia watoto wao watakuwa wenye baraka ama busara katika duniani kote. Kila mahali wataenda watabarikiwa. Mwenye haki ni mtu amejitolea katika neno la Bwana, ni mtu ametolea kufanya ile kazi Yesu Kristo alikuwa anafanya hapa duniani. Ni mtu ameamua kumfuata Kristo, sio mtu wa vitina, wa wivu, wa uchochezi na vitina. Sio yule anababasa Yesu Kristo, lakini ni yule anaamua kukaa katika neno. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo ndio mwenye Bwana anapangia baraka kwake. Wenye haki ni wale wanaotenda mema mbele ya macho ya Bwana. Ukitenda mema mbele ya macho ya Bwana, tenda mema mbele ya majirani wako. Kwa sababu huwezi ukamwambia kwamba unampenda Bwana kiwa jirani wako wapendi. Bwana Yesu apewe sifa. Baraka kwa wenye haki zitadumu milele, kwa sababu ndio msingi wa Yesu Kristo atawekea. Kwa sababu ni watu wa kutii. Kila mahali wanaenda wanabarikiwa. Kila mahali watoto wao wanaona wanasingirwa na malaika wake. Kila mahali wanasimama, Bwana unena yaliyo mema. Haleluya. Hata maovu yakicha, hata vita yakicha, Bwana usimama pamoja naye. Hatujasema ya kwamba mwenye haki hatapiwa vita. Atapiwa vita kwa sababu hiyo vita ni chakula ya kiroho. Usipopigwa vita utajua ya kwamba Mungu wako. Saa hili umetoka kuomba sana, umefunga, ndio vita uandalia, ndio Shetani anayokuja na vita, ndio ajaribu imani yako. Kwa hivyo kushinda kwako vita sio kwa chini ni wewe, ni kwa chini ya neema ya Bwana. Kwa hivyo wenye haki wanaandaliwa kwa ajili ya matendo mema, kwa ajili ya kumfuata Yesu Kristo, kwa ajili ya maagizo wanaopendezwa na maagizo ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba atuambia ya kwamba hata uzao wake watakuwa hodari duniani. Kila mahali wanaenda nyota zao zitang'aa. Kila mahali wanakanyaga nyota zao zitang'aa. Kila mahali waishiapo wataonekana wakiwa washindi. Kila vita itakuja, Bwana atawainua. Mnasema ile moto ilishika mahali pale, lakini tunaona nyumba ya fulani ilibaki peke yake. Sio kwa sababu yeye ni mwema, kwa sababu Bwana amemwandalia baraka kwa ajili yeye ni mwenye haki. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yananiambia kwamba achawahi kuona mwenye haki akifanya nini? Ameachwa. Kwa hivyo ukiwa mwenye haki, ukifuata masharti ya Bwana na njia za Yesu Kristo, yeye atakulinda, atakufunika na damu yake. Kwa hivyo kuwa mwenye haki, jaribu kutenda yaliyo mema usiku na mchana. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali huko jaribu kusikia sauti ya Bwana na kuitii. Ukirekebishwa, kubali kurekebishwa. Kuna wale wakirekebishwa hapa wananungunika, wanaenda na wanaongea mambo mazito sana yenye inaweza kumkasirisha Mungu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kuna wale wakionywa wanasika hiyo masharti na kuona ya kwamba tunaona sisi ni wakosaji. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Naona kweli nimekosea, lakini naomba msamaha. Msamaha wa roho, sio msamaha wa ulimi na mdomo. Kwa hivyo baraka za wenye haki zadumu, lakini baraka za wenye dhambi ni za muda. Ukijenga na Shetani utabomoa pamoja naye. Haleluya, tupigie Kristo makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maandiko yatuambia, Daudi akatuambia kisasi cha wenye haki hadiri kitabarikiwa. Kisasi cha mwenye haki, kisasi chake wasaliwa. Maandiko yatuambia wazao wake watakuwa hodari duniani. Kisasi cha wenye adili kitabarikiwa. Kila mahali wataenda wataona baraka na miujiza ya Bwana. Kila mahali watakanyaga, Bwana atakuwa mtetezi wake. Wakistakiwa, wakidhulumiwa, Bwana atasimama kati yao.
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Unajua huyu Mungu wetu anakuja wakati ufaro. Harakisi wala kuchelewa. Anakuja wakati wake. Haleluya. Yeye ni Mungu, ni mwema na mwaminifu. Shetani anaweza kutukua wewe katika njia mingi, lakini mtetezi wako na mwenye ataye kulinda ni Yesu Kristo. Kila mahali, hata ukipita katika miba, maandiko yatuambia kwamba yeye atakutenga na maovu. Katika maandiko ya Zaburi 23 yatuambia hata ukipita katika maji yaliyo mazito, yeye atakuwa pamoja naye. Kwa hivyo hatuchaambiwa ya kwamba hatutajaribiwa. Tutajaribiwa, lakini wenye haki watatetewa na Yesu Kristo. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia nyumbani mwake mnao utajiri na mali, na haki yake yadumu milele. Kwenye haki, kwa wenye haki wanayotenda haki, maandiko yatuambia nyumbani mwake mnayo utajiri na mali, na haki yake yadumu milele. Bwana Yesu apewe sifa. Katika kumwenye haki kuna utajiri na mali. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia zaidi hapo, mwenye haki udumu milele. Kuna mali na utajiri na udumu milele katika haki yake. Sio mtu wa kubabasa, sio mtu wa kupenduka. Yeye akisema ndio ni ndio, yeye akisema la ni la. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Kwa hivyo nyumbani kwa mwenye haki, maandiko yatuambia ya kwamba mnayo utajiri na mali. Mahali utaenda hata mgeni akiingia hawezi akalemewa. Mchane yatima akiingia ukula na ukunywa ushiba. Bwana Yesu apewe sifa. Na zaidi ya hapo akatuambia kwamba katika hayo yote mwenye haki hudumu milele katika njia zake, umpendeza Bwana Yesu Kristo, na Yesu kuwe kinga na kimbilio chake. Kwa hivyo hudumu katika njia zake zilizo safi na takatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tumejifunza katika baraka za mwenye haki ziko, na katika hiyo hali, katika nyumbani mwake kuna utajiri, katika watoto wake wanabarikiwa, na kila mahali wanaenda nyota yao inang'aa. Hata ukiwa utakuwa karibu wao na shida, Mungu atatuma malaika wake wa kuwasuluhisha shida yao. Bwana Yesu apewe sifa. Mwenye haki ni mtu mwenye aina gani? Ni mtu anaofurahisha Yesu Kristo. Ni mtu anaenda katika sheria za Bwana. Ni mtu anaomcha Bwana. Ni mtu anayeheshimu waliomcha Bwana. Zaburi 15. Bwana ninayetaka asimama katika hema lako. Ni mtu anayetenda yaliyo mema na haki mbele ya Bwana. Huyo ndio mwenye haki. Huyo ndio anataka kufanya kazi ya Bwana bila kigeugeu, bila kunungunika. Katika safari hii inakuwa rahisi kwake, itakuwa sito. Kwa sababu akisikia jambo mbovu, hawezi akayumba, anapiga makoti, anamshukuru Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Anapiga makoti, anamwambia ni asante, kwa sababu ushukuru wakati wowote. Usishukuru wakati umebarikiwa. Shukuru hata wakati wita iko, kwa sababu najua Bwana Yesu Kristo ndiye atakuja kukutetea na kupigania. Haleluya. Majaribio yacha kwenye haki, na yale majaribio yakija kwenye haki yawatia nguvu na imani, na imani inaambatana na neno ndani yake, ndio mtia nguvu katika safari, na katika maombi usimama imara. Haleluya. Lakini mti uliopandwa katika udongo usiofaa unyahuka na kuanguka, lakini yule uliyoweka katika udongo uliofaa uendelea kukua, na tunazidi kuona matunda mbele. Kwa hivyo mwenye haki hawezi akapoteza tumaini, kwa sababu tumaini yake ni kwa Bwana, sio wa kubabaza, lakini wenye kusimama katika neno, kwa sababu anajua kwamba neno litainua wokovu ndani yake. Wacha sote tuseme amen, kwa sababu hii safari tuko nayo ni zito. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usiche ukao mmoja wao ukopoteza baraka za mwenye haki. Tenda yaliyo mema, aenda zako, muite Bwana ya kwamba utamuita tena. Bwana Yesu apewe sifa. Songeza baraka mbele ya Bwana,
na wewe Bwana atakuchasia baraka. Na manisache nikisema usongeze baraka, kula kile ulio kidogo na mwingine, usichokaa mwenye wivu na unafiki. Lakini katika hii safari nataka mimi na wewe tusikane mikono, tuombeane. Bila chombo yoyote inaweza kutuingiza kule jehanamu, lakini tuingie kule paradiso mahali tunongochewa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Inatuambia nuru uangazia wenye adili gizani. Ana fadhili na huruma wa haki. Baraka za mwenye haki, maandiko tuambia wenyewe wanaangaziwa nuru adili akiwa hata gizani. Hata macharibie kuicha, magonjwa kuicha katika nyumba yake, Bwana uangaza. Uleta nuru na ushindi, kwa sababu anamuhitaji katika wakati huu, anamuhitaji katika kazi yake, anamuhitaji amuinue. Kwa hivyo katika hali akiingiwa katika shaka na giza, maandiko yatuambia Bwana uangaza nuru, kwa sababu anamuhitaji katika kazi yake. Kwa hivyo hiyo macharibio kicha ni kumaanisha ya kwamba yeye umtendea yaliyo mema, umuondolea maovu. Yise kicha uiondoa, uleta nuru. Ndio kwa sababu maandiko yanatuambia nuru uangaza gizani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mwenye haki hawezi akatingisika ama kutetemeka, kwa sababu anajua ya kwamba yeye ndio Mungu aliyemtuma katika ulimwengu wa dhambi. Wakati Jobu ama Ayubu alipokuwa anajaribiwa, maandiko yatuambia marafiki walinena mengi juu yake, lakini alijua kuna yule atamtetea na atanena nao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wewe ukuwe ni mwenye haki, usimbuyumbe katika safari ya wokovu. Vita ikicha, usiwe mtu wa kubayuka bayuka. Simama katika neno, itakuweka huru. Mwabudu Bwana ya kwamba utamwabudu tena. Ondoa chuki na vitina ndani yako, jiweke huru ili upokee amani na baraka ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hii safari tulio nayo ni sito. Itakuwa rahisi ikiwa ndani yetu tutakuwa na roho ya msamaha. Bwana Yesu apewe sifa. Tutaepukana na vita ya baridi na kuonyesha na kupenda, ili hali na hema ni kuona ukiwa mahali pengine kusudi. Kwa hivyo wacha tumuite Mungu kwa chini, ni Mungu wa neema na wa baraka. Amesema wenye baraka atawaachilia, atawadumisha katika neno mpaka mwisho wa dahari. Ndio kwa sababu amesema ya kwamba nuru uangaza wenye adili gizani, na fadhili na huruma na haki itakuwa pamoja nao. Bwana Yesu apewe sifa. Tana yatuambia kwamba eli atendaye fadhili na kukopesa, atengenezaye mambo yake kwa haki. Eli anaotenda fadhili na kukopesa na utengeneza mambo yake kwa haki. Jambo raka anaolifanya ni ya haki, sio jambo linaenda kando kando. Bwana Yesu apewe sifa. Katika maisha yake hata hisi na uchanja, kwa sababu uchanja ni wa Musa. Katika maisha yake utaenda katika haki na ukweli. Chochote anayofanya ufanya katika hali ya ukweli. Usichokawa na shaka katika safari ya wokovu. Ikiwa unajiamini na uchipende mwenyewe. Jiamini na uchipende na mwenyewe. Wanafunzi, jiamini ya kwamba utapita mtihani na jipenda mwenyewe. Wacha kuwa na shaka katika mtihani unaenda kufanya. Jua ya kwamba Bwana wewe unanichua vyema, anakuchua vile ulikuwa umestruggle katika masomo yako na mahali umefika. Poro usio mtu wa uchanja. Saida unaona msasi ndio nasoma, Saida yuko karibu unafanya vitu yako. Hiyo siwezi kupromise ya kwamba unaenda kunua kupasi, kwa sababu ulikuwa unadanganya msasi na kuna malaika alikuwa anapeleka uchumbe kule mbinguni, uko unasoma. Kwa sababu matunda yako tutaiona wakati matokeo itatokea. Kwa hivyo kuwa kwa mwenye haki, ukiambiwa soma. Wacha kufungua kitabu saa ile mwalimu ameingia kwa darasa. Fungua kitabu, hata jiamini, jipende. Jiamini ya kwamba yale matokeo utaenda kupata ni mema. Jiamini ya kwamba mahali umesoma utaenda kuwa unapita. Kama hujasoma mahali pale, ambia Mungu niongoze, hii masiku imewea. Lakini ukivicha ati unasoma saa ile unaona mwalimu unakuwa busy, saa ile unaona msasi unakuwa busy, unachidanganya. Kwa sababu msasi anaseeka na mwalimu anapata msaada end of the month, wewe utaachwa hapa tu ukitoa macho kama samaki yuko kwa maji.
Ukiwa unadanganya kwamba ulikuwa unasoma, kumbe hukuwa unasoma. Masomo ni yako, chiamini wewe mwenyewe. Jua kwamba kila chambo liko na mwangaza wake. Kwa sababu hakuna chambo inaweza kufanywa kwa giza, itaonekana kwa nuru. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Chiamini wewe peke yako, jua kwamba hii muda yote nimemaliza. Najua kile nilisoma na mahali sikusoma. Lakini ikiwa ulikuwa unadanganya, una expect upita kama ulikuwa unadanganya. Hata nikiomba nikilia 24 hours siwezi ukapita. Kwa sababu ulikuwa unadanganya walimu, ulikuwa unadanganya wazazi, ulikuwa unasema, kumbe ulikuwa unakaa mastara yake. Bwana Yesu apewe sifa. Maisha ni yako, sio ya mzazi. Maisha ni yako, sio ya mwalimu. Mwalimu yeye anakuchenga ndio chengeke vizuri. Lakini akuichenga anaona unaenda kaomba, anakuachilia kwa sababu unachua msara yake naingia na wewe itaingia siku gani. Kwa hivyo ile time ama dakika ulio nayo mwalimu itumie vizuri. Wacha kuitumia kuwafanya mchezo. Mahali uchaelewa kuwa na yeye. Mwambie hapa mwalimu sichaelewa, hata kuwa wazimu akupige ama akusautie, lazima akuonyeshe. Kubali kuwa karibu na mwalimu. Na umpende hata ikiwa anakuchapa, anapiga makosa, achapiga wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Mzazi akikuachilia ukiwa kwa nyumba, wewe endelea kusoma. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu ataona ile kuchitorea ulichitorea kusoma akubariki. Lakini Mungu hawezi kubariki mwenye sio haki. Ana nyumba akiona msasi ametoka kazi ndio amampanguza anasima TV utaona mpaka uchoke kichwa. TV wewe ukupeleka mahali. Utakuja kukumbuka TV iliharibu masomo yako, ungekuwa mbali. Na mama na baba wanaseeka na wewe miaka yako inasonga. Hamtakuja ukua pamoja naye mpaka mwisho. Ukule ile siagi, ulalie ile mattress unalia sahi. Lazima uchenge mattress yako ikiwa nzuri unayokulalia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na mali dadi yako nayo na mama ni yao. Wanataka wamalize vyema, wakule vizuri. Ama mali walio naye ni yao. Usisema ati mama ako na gorofa, dadi yako na magari, ako na pesa. Hiyo ni mali yao. Kwa sababu wanataka wamaliza vyema. Ndio kwa sababu wanawashughulikia msome na nyinyi mkuja kupata yenu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usiposoma, ujiandae vizuri, ujipange vizuri, hata akikuachia hiyo mali utaitunza, utauza. Kwa hivyo ega mitindo iliyo bora. Chua kujipanga. Ndio Mungu akuonyeshe njia ya kujipanga vyema. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mwenye haki ndiye anaopokea baraka kutoka kwa Mungu. Ukisimamisha vizuri na Mungu atakuhurumia. Lakini ukiwa ni uchanja, hiyo uchanja itakupeleka utaenda ugongo ukuta ukumbuke. Wakati ule mama na dadi walikuwa wamenionya si kuwa nazika. Lakini saa hii nimeona fumbi. Utakula hiyo fumbi yako. Lakini ukiwa mwanafunzi wa kutii, enda kwa karamu. Mama hawe hayuko, mwalimu hawe hayuko. Mwenda kwa library soma. Ujasomea mwalimu. Mwalimu yeye anaenda. Amekuja mahali pale kukufanya nini? Kukuchenga. Na mama ameweka mahali pale na baba akutolea school fees uifanyie, lakini kama wanaenda mchengo wanakulipia, hata uchui hiyo pesa mahali inatoka utako kuitumia vyema, baadaye utakuja kulia. Bwana Yesu apewe sifa. Baadaye ulikuja kulia. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi niliona mwanachesi mmoja mzee. Aliseeka, akasomesha watoto, akamaliza. Baada ya kumaliza hao watoto, yeye alisema hivi, hawezi akanunulia wachukuu karamu na alisomesha wazazi wao. Hata akifukuza akiwa hapa hawezi akatoa hata shilingi 10. Kwa sababu alichenga wazazi wachenge wa. Kwa hivyo hii maisha wazazi wanaoandalia, wanataka mkucha kukaa maisha mema. Nao wamalize vyema kile kidogo walio na. Mungu awabariki wamalize vyema. Bwana Yesu apewe sifa. Aliye na masikio asikie yale Roho ananena. Bwana Yesu apewe sifa. Kama utasika mocha katika umeingia katika hekalu ya Bwana, sidhani kama utasika ukiwa mkubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe.
Maandiko yatuambia 6, kwa maana hataondoswa kamwe, mwenye haki atakumbukwa milele. Umeona, mwenye haki hawezi akaondozwa kamwe, anakuwa kumbukumbu katika maisha. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona Daudi alituambia ya kwamba kwa maana hataondoswa milele, atengenezaye mambo yake kwa haki. Huyu mwenye haki upenda kutengeneza mambo yake kwa haki. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwa. Kwa maana hataondoswa milele kamwe, mwenye haki atakumbukwa milele. Mwenye haki, mwenye kuongea haki, mwenye kutenda mambo yake kwa haki, maandiko yatuambia hataondoswa milele, atakumbukwa milele. Kumwamini Yesu Kristo, maandiko yatuambia hataondolewa kamwe, na kumbukumbu lake litakuwa la milele. Kwa manisa atakumbukwa milele. Kila mahali akiingia kwa mkutano, yeye unena mazuri na yenye haki. Akiingia kule kazini, ufanya hivi na hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani kila mahali anaenda anaongea ukweli. Ndio last week niliwaambia mimi niko na kijana, lakini ukimkuta kwa makosa hata ikiwa zito yake, yeye anakuambia umuone muue ama muache akwe free. Yeye haendi kando, kwa sababu hii kujitetea uongo ni mbaya. Ndio unapata wanafunzi wengi wamepotea, kwa sababu wanasema nitaenda nifanye hivi na hivi, nikipatikana nisema hapana ni fulani. Yaani njia ya kutetea. Bwana Yesu apewe sifa. Msemo mwingine mkale nchini anipatia ushuhuda mwaka 2002. Bwana Yesu apewe sifa. Namkumbuka kwa nini? Kwa sababu alikuwa mwenye haki. Aliniambia katika kazi yake anafanya ni kazi zito ya ofisi, lakini mambo yakienda tando, akicharibiwa, yeye aendi kando na mkubwa wake, anamwambia, anaenda mapema, anamwambia nilicharibiwa nikashindwa, lakini naomba msamaha. Huyo mkubwa wake akimuona, anamwangalia na tingiza kichwa, anamwambia rudi kazi, wale wengine wanafutwa. Kwa hivyo kuomba msamaha si uchinga. Ulimi wa uchanja nimepoteza watu wengi, na wakatika Wakristo wengi wako na hiyo ulimi. Anakuambia chambo kukupima akili. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sijui kama nyinyi mko kama mimi. Uniambie chambo baadaye nigundue na uongo, tunaheshimiana na wewe. Hakuna wakati nitakuamini. Heri useme ya kwamba umeua na nichue kweli uliua, na hii ishia hapa. Lakini kwa kusema sichaua na umeua, baadaye nikijua wewe ndio uliua, tunaheshimiana na wewe. Kwa hivyo ndio naona ya kwamba mwenye haki huyo sio mimi, ni malaika wa Bwana aliye ndani yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Huyo mzee akaniambia akifanya kazi akienda yana kando, ameharibu kazi ya mkubwa, yeye haendi kando. Anasema hii kazi ilienda hivi na anetisa msamaha mbele kwanza. Anasema ampe time ya kukaa, ya kuendelea kazi vizuri, na anampea. Lakini wengine wanachifanya ukaidi. Unajua sisi wa Kristo ukaidi haiwezi kututoa mahali. Ati unatumia uchanja, unafanya hivi na hivi. Uchanje kuna wakati anakuja bomoa. Huko kama yule kijana aliyopiga nduru akipanda juu ya mti akasema hawa simba wananimaliza. Watu wakikimbia wanapata hakuna simba, anacheka. Alipiga nduru for 3 days, siku ya 4 simba ikamkaribia. Alipopiga nduru watu wa mtaa wakasema tumemzoea. Sitaki watu wakuzoee na uchanja, lakini nataka watu wakuzoee kuwa mwenye haki. Kuwa mwenye haki. Sasa wakati simba ilikaribia yule kijana, ilimaruruane ikamaliza. Asubuhi watu wakiamuka wakapata amekufa. Lakini angekuwa mwanzoni alikuwa anatumia ukweli, angeokolewa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo sisi tukiishi katika ulimwengu wa dhambi, tuwe watu wa kunena mema na tuwe watu wa kutenda yaliyo haki. Kwani ukiambia mtu ukweli atakuwa, ama utapoteza urafiki na yeye.
Mwambie ukweli, one vile ana react. Bwana Yesu apewe sifa. Kijana alilaluiwa kwa sababu mwanzoni alikuwa mchanja, kusumbua watu, wanakimbia wana mapanga na manungu, lakini mwisho wanapata hakuna hiyo, kucharibu mtu akili. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ndio naona watu wengi wamekuwa kama Delila. Delila aliambia Samsoni, nataka ufanye hivi nione kama unanipenda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kumbe misheni yake ikukuwa katika ndoa. Ilikuwa nini? Ilikuwa katika kumsaliti. Hawa ndio roho zimeingia watu wengi wa Kristo. Wakristo hawataki kusimama katika neno. Wanakuja hata madhabahu wanadanganya. Mtu anakuja ananiambia niliota hivi, anataka kupima akili. Unapima Roho Mtakatifu akili, utawezana nao? Ukitoka mahali hapo unachirani. Kwa sababu yale ulipokuwa unaongea katika hema la Bwana sio makamilifu mbele ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tujifunze vile tunaweza kukaa katika neno. Tujifunze vile tunaweza kukaa katika ukweli. Kwa sababu mwenye haki asauliki. Maandiko yaniambia kwamba baraka za mwendea mwenye haki. Baraka haziwezi kuandamana na uchanja. Utafanya uchanja, ufanye hivi na hivi. Ukiandikwa huko kwa duka, unaweka shilingi 10, unaweka kwa mfuko, unaweka 50, unaweza kuchora mchoro ndio hivi ni yake, lakini mwisho ukitambulika, unafanya nini? Unatengwa kwa sababu ukuwa mwenye haki. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mwenye haki ndio dumu milele. Kwa mwenye haki ndio baraka zikuandamane. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tembea katika nuru na mwangaza. Katika maagizo ya Yesu Kristo, tuwe watu wa kutafuta baraka na neema ya Bwana. Jamaa aliachiwa store kubwa sana. Akamwambia, nimeona mtu mwaminifu hapa duniani, nimekuachia hii store. Alienda nayo. Na jamaa alienda na akaunti akaachia hiyo. Mpaka saa hii naona huyo mtu amekuwa mtu mkubwa sana. Tupigie Kristo makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mwaminifu tu. Kwa mwenye haki kwa kila jambo. Ambia Bwana niongoze. Bwana Yesu apewe sifa. Tafuta mwenye haki umwachie baraka. Mimi nimetafuta mwenye haki nimwachie baraka, sijampata. Naongea nikiwa ndani yangu katika familia. Sijampata. Sio uongo. Kuna baraka nataka kuacha lakini sijamuona. Mtu mwaminifu. Nasema hivi kwa nini? Mimi niliachiwa baraka. Na lazima baraka na mimi niacha kwa mwingine. Ndiendelee nimalize umaskini kwake. Hiyo sio kitu ya asili. Hiyo sio drama. Hiyo sio kuwafurahisha. Naongea nikiwa ndani yako. Sijapata mwenye haki. Mwenye unayeweza kuambia nataka unichungie imani, akuchungie kwa uaminifu. Hakuna. Hako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Ikiwa wewe uliachia baraka, na wewe tafuta mtu mwaminifu unaweza kuachia. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi niliachiwa baraka 1998. Kwa hiyo Shetani alipiga vita. Ichamanisa Mungu atasimama kubariki. Bora usimama katika uaminifu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo mchaamini. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mwenye haki anaweza kuachiwa baraka kutoka kwangu. Hapo mimi nimtafuta simuoni. Niliongea hiyo kitu kimoja. Nisimama mahali katika kazi yangu. Nikanena hivi, Mungu nimetafuta mwenye kuachia baraka nimemkosa. Aliyekuwa kando yangu akaniambia unamaanishaje?
kwa sababu uaminifu imeisha katika ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yananiambia nijaribu nione. Bwana Yesu apewe sifa. Nijaribu unione. Maandiko chusi tulisema ya kwamba ametafuta yule anayemcha Bwana ni Daudi, lakini ameona wengi wamepungukiwa. Wako kama wako sema niko. Bwana Yesu apewe sifa. Alitafuta uaminifu lakini hakupata moja. Akapata wale walipokuwa wameamini neno lake, wametaweka. Ndio mimi ninasema katika familia nimetafuta mwaminifu, nimwachie baraka, nimekosa. Nikipeleka nje nitakuwa makosa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu kilo uliopewa na wewe pea kwa njia ya uaminifu, kwa sababu sisi tukiseeka tunataka tumalize na amani. Tunataka tumalize vyema. Nani anataka amalize vibaya? Kila mtu anataka amalize vyema. Kwa hivyo alitafuta mwenye haki akakosa. Mimi nilibarikiwa 1998. Bwana Yesu apewe sifa. Na nikaachiwa baraka. Na mimi inafika wakati nataka kuachia mtu baraka simuoni. Wote wameenda nyuma, wengi ni wadanganyifu, ulimu wa uchanja. Wewe ukabariki mtu mchanja? Ama aje? Unataka kubariki mtu mwaminifu, na yeye akifika akipata miaka yake naenda anaachia mwingine, baraka zinakuja hivyo. Baraka ni wewe unasitafuta. Unajua ukitaka baraka lazima utafute. Baraka utarara sikuuchie kupeke yako, lazima utafute. Na ukitafuta wengi watanena, wala wamtambui Bwana watanena wengi. Kwa hivyo baraka inaandamana kwa mtu anayeamini. Mimi siwezi nikubariki ukuwe mrevi, ukuwe mchaja, ukifanyia vitu vingine mbovu. Mimi nitakubariki ukuwe na wewe ukifika miaka yako ya kupeana baraka, ubariki mtu. Ama iko aje? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo baraka zinaandamana kwa mwenye haki. Kwa mwenye kutenda mwenye haki. Bwana Yesu apewe sifa. Munielewe vizuri. Baraka zinaandamana mwenye kutenda haki. Mwenye aliyenibarikisha ni mtu wa bali. Kwa sababu alitafuta baraka katika ukoo wao, hakuona mtu anaweza kuachia baraka. Na mimi nikitafuta nikikosa, nitapeana nchi. Itakuwa makosa. Hakuna makosa. Umesikia Nicholas amesema kwa baraka. Akinifurahisha sana katika kiroho, sintambariki nimwachie. Kwa sababu ametenda yaliyo haki na mema. Kwa sababu sitataka watoto wengi wangu peke yako wapokee baraka. Najua mahali wako wamebarikiwa zaidi. Amen. Kwa sababu maandiko yanatuambia wasao mwenye haki watakuwa hodari duniani. Kisasi chenye adili kitabarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo na sisi tupata mwenye tubariki. Akikosa katika familia, unabariki yule anayekuja karibu na wewe. Anaotambua Mungu ni nani. Anayenyekea mbele ya Bwana. Anayetimisha yaliyo haki na ukweli. Hiyo nawaambia muandike leo. Chini. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Isije kama maandiko yatuambia katika kitabu ya Zaburi ya kwamba alitafuta wale waaminifu akakosa. Akaona wengi wamepungukiwa na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Na wote waliomjua Bwana wamegeuka. Ikuombea maisha marefu, si umepata baraka? Ama unataka mali? Mali nitakuongezea. Umalize vyema. Uwe na afya. Shetani akikuwinda Mungu atasimama pamoja naye. Akisumia kifo Mungu atasimama nao. Akisumia magonjwa hatari utaishi milele. Bwana Yesu apewe sifa.
Akikuombea chali kumalize, Mungu anakuja anasimama, unatoke ukiwa mzima. Wani maisha marefu, baraka ni ya nini unongojea kama sio hiyo? Shetani wanakuwinda, lakini Mungu anakuweka akiwa hai. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Mungu wetu ukucha wakati ufaro. Wewe ndio utatafuta baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe ndio utatafuta baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Ikiwa wewe ndio utatafuta baraka, wewe ndio utaomba baraka ikuje kwako katika njia ya unyenyekevu na haki. Umwamini Yesu Kristo na utende yaliyo mema mbele ya macho yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo baraka ikuje hivi, lazima uitavute. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio mimi nakwambia nilitafuta baraka 1998 na nikabarikiwa, ndio sasa nimesimama kwa neno. Ukitaka ujue siri ya baraka, ukuje nikuelezee wakati ufaro. Bwana Yesu apewe sifa. Sio story, sio ndoto. Nataka kuamini yale nitakwambia. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakati nitapeana baraka yangu, si mtaiona. Utaiona. Bwana Yesu apewe sifa. Ukichiweka kuwa mwenye haki katika hema la Bwana, ukitamkulia kutenda Bwana, ndiye anaachilia baraka. Usifikiri Mungu anashuka ama Yesu Kristo unaona akipeana baraka anatumia nani? Mwanadamu aliyemwamini na kutenda yaliyo mema. Bwana akasema baraka za mwenye haki ashuki na ukubariki, lakini anatumana. Bwana Yesu apewe sifa. Anatumana ndio naachiwa baraka. Mungu wetu akitumana unaachiwa baraka, sio yeye anashuka na muona. Kitu anahitaji ni uaminifu ndani yake na kutenda yaliyo haki mbele ya macho yake. Usiwe mtu wa kuchanganya katika neno. Kwa mtu mwaminifu wa kufuata sheria zake na maagizo yake. Bwana Yesu apewe sifa. Mmoja alikuja katika kasi yangu, sitaki niseme ni nani, alisimama akasema, "Afadhali wewe uliachiwa baraka." Nikamwambia amen. Na wewe tendo ukiwa mzima, na wewe tenda mema wachiwe baraka. Wewe si ukachua kama ni mimi nitakuachia baraka. Akacha akaongea mara 3. Mara hii akasema ya kwamba amesangaa sana. Unajua maandiko yanatuambia ukitenda yaliyo mema hata maadui yako watazangilia na wewe. Ezevaliena akakuja akasimama akashika mlango akasema, "Mimi nilifikiri, sikufikiri ya kwamba utafika hii miaka. Nilifikiri utakufa." Shetani ashindwe. Mimi ngakwambia nitafikisha ile miaka Sara na Ibrahimu alifikisha. Mimi siwezi nikakufa. Sijamaliza kazi ya Bwana. Namwambia nitie nguvu na imani. Hata wale wanatega mitego yao inashindwa. Kwa sababu ukija na mtego nitachua, lakini nitakupenda vile Yesu Kristo alipenda Judas. Wewe unafikiri tuko pamoja na wewe, lakini napima akili yako. Bwana Yesu apewe sifa. Mara 4 na saa hiyo nikamfanyia shopping ya 15,000 akaenda naye. Wakati wa kufunga mlango piga makoti. Kamwambia Bwana ni asante. Haya yote nimepeana ni wewe unabariki. Na vile amenena alifikiri nitakufa kitambo, lakini ameona fulani ndiye atakufa mbele yangu. Kamwambia ushindwe na kazi yako ya giza. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wakati aliyosema hiyo nikamfanyia shopping akaenda na maovu yake ilimrudie mwenyewe. Sasa tangu siku hiyo kuniona ni kama kuona ikiwa kwa maji ni nini? Ni ngumu kuniona. Akiniambia simu namwambia I'm very busy. Kaniambia kuna chambo tunaweza kuongea naye. Yaani utaona simu useme wacha niingie kwa sisi ninachua kuomba. Takuwa ni kima na baarifa. Kiwa unapenda huyo mganga muombe, na usiende mkakule pamoja naye useme
Mungu ataniokoa. Utachuweka hatarini. Kwa sababu ametaribu anioni. Na mimi nachua kukaa na watu kama hao. Hao wanaolia usiku mzima wakiniombea nikufe, asubuhi wakiamuka wanapata uko hai. Uko wapi? Uko sawa? Ngamwambia niko na afya zaidi. Bwana Yesu apewe sifa. Tupigie Kristo makofi. Siri kwa Mkristo ni kumtambua Yesu Kristo na kutenda yali yake na mema, na kufuata maagizo yake na sheria zake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mtu uchashiri kama simba, ambia Bwana, nataka nikutafute ndio niachie baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nikutafute ndio niachie baraka. Na unajua Mungu atasuka kwa ajili baraka. Atatumia nani? Aliyemwamini. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo lazima Bwana akuche akufungulie milango na madirisha ya baraka. Yesu apewe sifa. Nyumbani kwa mwenye haki mnao utajiri na mali, sio umaskini. Ni wapi unaona ya kwamba mwenye asio haki ni maskini? Mwenye asio haki ni tajiri. Utajiri wake ni wa muda. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni Mungu ananena, sio mimi. Niko thibitisho kwa wenye haki. Sio kwamba mimi ni mwaminifu sana, lakini najaribu kutenda yali haki ili nikuwe mwenye haki katika hema la Bwana. Ukisikia uko na usito ndani yako, iondoe ndio usipoteze baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua Mungu wetu anakuja wakati ufaro. Hebu kaa chini utafakari. Wakati uko mwenye haki, unataka kumaliza vyema, ni nani utaachia baraka? Nataka upigicho niambie ni nani. Kwa sababu ukiangalia wengi wamepotea, wameenda kinyume cha mapenzi ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni nani? Kwa sababu baraka yako lazima uipeane nje, kwa sababu nyumbani kuna utajiri. Na maandiko yatuambia wasao wako wanabarikiwa mahali wako. Kwa hivyo uweze kuongezea baraka, lazima utafute mwenye anahitaji baraka, mwenye haki. Mwenye haki wa kutenda haki mbele ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Sio yule wa kuiba vile Esau alifanya nini? Vijana wa Esau walifanya aje? Hatujui. Kuna yule aliiba baraka ya mwingine. Kuna yule aliiba, usije ukaibe. Lakini kwa msamilizi useme hii nimepokea ni yenye dadumu kwangu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Jitahidi kutenda yaliyo mema ndio pokea baraka kutoka kwa Bwana. Usije ukalie wakati baraka zitaenda Tanzania. Amukuona baraka zikienda Tanzania? Si mlinyanganywa? Zikaenda Tanzania. Ni baraka gani unahitaji? Nataka ufungue akili. Uone ni nini nao usikumusia. Fungua akili, uangalie sana. Ufikiri ni nini nao usikumusia. Bwana Yesu apewe sifa. Alimkimbiza akamfuata akamwambia lazima uniajie baraka kabla huja. Ni nani huyo? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana tusome tujifunze kutoka maandiko matakatifu. Kwa sababu hii maandiko matakatifu wale waliandika hii kitabu ni watu roho na waliyekuwa wenye haki. Babu haya yote yakaletwa kwetu kama sisi wa Kristo tumtambue huyu mwana wa Mungu. Usipomtambua huyu mwana wa Mungu ya kwamba ndiye alikupatia uzima wa bure, utatambua nani?
Ndiye alikutoa katika kifo na mauti. Alikutoa kwa ajali mbaya, kwa magonjwa mabaya, akakuweka katika nuru. Nataka utafakari vile ulipokuwa na saa hii mahali huko. Sitaki uchione, nataka muone Yesu Kristo yule aliyokufia msalabani. Alitenda nini kwa ajili yako ndio ukapate kuokolewa? Tafakari hayo. Sitaki uchione, lakini nataka umpende Yesu Kristo na ujipende mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia mstari wa 7, hata ogopa habari mbaya, moyo wake yu imara ukimtumainia Bwana. Mwenye haki atafanya nini? Hawezi akaogopa kwa habari mbaya. Mwenye haki akisikia kuna bomu imerushwa Nairobi na watoto wake walikuwa huko, ajali imepatikana mbaya na gari ya shule watoto wake wakiwa huko, yeye hataogopa. Kwanza atapiga makoti amshukuru Bwana. Amesema kwa kila jambo umetenda mahali pale na kushukuru. Na wewe ndio unajua kwa nini hiyo kitendo iliyotendeka. Lakini unikumbuke na ukumbuke wale waliokuwa hiyo ndani. Na ukumbuke mtoto wangu kwa sababu namtolea dhabihu iliyo takatifu ya kumsimamia maisha yake yote. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tuhitaji huyu Yesu Kristo wakati tuko sawa na wakati hatuko sawa. Tusito tukamtafuta wakati wa shida. Kwa sababu maandiko yatuambia hataogopa kamwe hata mambo mabaya yakitokea. Anajua kwamba kwa sababu yeye ni mwenye haki, hata ikiwa ametokea Mungu atamshughulikia. Wacha Mungu akushughulikie ikiwa wewe ni mwenye haki. Mungu atangulie mbele akushughulikie. Jambo ingine likicha mbovu mbele ya watoto wako, mbele ya mume wake, mke wake, Mungu ashughulike kabla hujapokea hiyo ripoti. Bwana Yesu apewe sifa. Ni Mungu anashughulika. Kwa sababu maandiko yatuambia kwamba hataogopa hatari mbaya, moyo wake yu imara ukimtumainia Bwana. Anajua kwamba hata ikiwa hiyo kitu watu wangu wako sawa. Yaani ako na imani kwa sababu anajua kila wakati anamhitaji huyu Yesu Kristo. Haleluya. Anajua ya kwamba yeye ni mwenye haki. Anafuata maagizo ya Bwana. Anafuata njia zake. Hata bomu ikiripuka Nairobi, watu wao walikuwa huko. Mungu alitangulia kuwashughulikia. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba maandiko yatuambia mwenye haki hawezi akaogopa wala kutetemeka. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa nini? Kwa sababu tumaini yake ni kwa Bwana. Lakini ikiwa wewe uko kwa waganga, uko kwa wachawe, unasurura uko kanisani, wewe ni Mungu wa aina gani atakushughulikia? Anaona kama unampapasa, unampaka matobe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini maandiko yatuambia mwenye haki hataogopa kamwe hata mabaya yakitokea. Anajua ya kwamba kabla hajatokea Mungu ameshughulika. Na kweli akiomba akimaliza akiokoka, anasema kwa wale waliokufa 10 kulikuwa na 5 wabaki. Akiuliza nani? Anaambia wako alikuwa huko ako hai. Tupigie Kristo makofi. Hao ndio wenye haki, tumaini yako ni kwa Bwana. Pia maandiko yatuambia kwamba wao ufuate sheria na maagizo yake. Kwa mwenye haki kwa kila jambo. Utokapo ingiapo kwako, ingiako kazini, kwa biashara, kwa mwenye haki. Jambo lolote likitokea, usichokaweka mambo ya kukufanya upite hiyo mlango. Ongea ukweli ndiye kuweka huru. Kwa mwenye haki. Kama kosa inataka kubali kosa, ndio uendelee mbele katika nuru. Lakini ukificha kosa, hisi itakupata na utangamia. Bwana Yesu apewe sifa. Moyo wake umethibitika hataogopa. Hata aone watesi wake wameshindwa. Moyo wake mwenye haki uwezo ukafanya nini? Ukathibitika na hataogopa kwa sababu lazima hata aone watesi wake wameshindwa. Watesi walikuwa wanakusukumia kifo, lakini kifo ikukupata
walikuwa wanasumia familia yako kifo, lakini ikaenda ikarudi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo utaacha kuwa mwenye haki, kuwa mwenye haki mpaka mwisho wa doari. Yubu alikuwa mwenye haki, hata alinyang'anywa mali na watoto wote, lakini alisimama katika neno, yako tingizika. Huyo ndio mwenye haki katika maandiko. Na Daudi walipanga maovu, wakamrusha katika tundu la simba, lakini akakaa mahali pale. Walipomtoa wakapata ya kwamba akumzima. Maandiko yatuambia malaika wa Bwana walishuka mahali pale, wakasika vinywa vya simba. Wacha Mungu akutendee vile alitendea Danieli. Amen. Wacha Mungu akutende. Kuwa mwenye haki, fuata sheria na maagizo yake. Wacha kuwa kombo, wacha kupatiza maisha. Wacha kuwa mchanja. Uchanje uwezi akakuchukua mahali. Bwana Yesu apewe sifa. Jifungue na Mungu akuinue. Utokapo na kuendapo Mungu akulinde. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ukisikia ya kwamba kuna ndugu yako ako Iraki, kuna vita, hawezi akauawa kwa sababu wewe ni mwenye haki, unamwombea. Unaambia Bwana amsingire. Na yeye mahali pale anaombea. Ndio tunasema watoto tukiwaachilia tuwafunze vyema. Wakia shuleni waombe ya kwamba hawataomba tena. Sio kupatiza maombi. Saa hii anapatiza maombi, anatemu mtoto mwingine, anamnyang'anya karamu, anamnyang'anya pocket money. Bwana Yesu apewe sifa. Unaomba hata mtu wako akiwa kule Gatari, vita tokee mwenye barabara. Wewe ni mwenye haki, unasimamisha maombi usiku na mchana, kwa sababu maombi iko na nguvu. Maombi ya imani, sio maombi ya kubabasa. Maombi ya imani iko na nguvu. Maombi ya imani iko na nini? Iko na nguvu. Kwa hivyo ukiomba katika imani, Mungu ukuinua na kulinda. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tunaambiwa ya kwamba mwenye haki moyo wake umethibitika, hataogopa hata aone watesi wake wakishindwa. Waliompangia maovu wameishi, waliompangia uwawe maishi, wametawanyika, wameenda katika njia saba. Maandiko yatuambia hivyo. Hawatamuona, wataona giza. Upofu itawafunika wakikaribia karibu. Kama walikuwa wanakupangia uwewe na wakora, wakifika wanachanganyikiwa akili. Wanakuuliza, wewe ndugu unaenda wapi tukusindikize? Na hiyo ilikuwa mipango yao. Ilikuwa mpango ya kumaliza. Kuwa mwenye haki. Ndio Mungu akutetee ukikutana na maovu. Kiingia katika madhabahu, ongea ukweli. Wacha kudanganya. Hii ndiyo inamaliza wengi. Madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Hii ndiyo inamaliza wengi. Kwa sababu mtu uingia ndani na kunena, anaona ya kwamba ananena ni kawaida. Achui kwamba mahali anaenda ndio roho wa Bwana anatangulia sana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia 9, ametoa kwa ukarimu na kuwapa maskini, haki yake yakae milele. Mwenye haki afanye nini? Utoa kwa ukarimu na kuwapa maskini. Na tujifunze kitu kimoja. Mambo ingine sio ya kawaida. Na kupeana ni kipawa. Sio kupeana kuchionyesha, lakini ni kipawa, ni utu wa roho. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mtu anaweza kusunia suti za hii akutakaze kimkuru wa ncheka mzima. Ama ni uongo? Kuna mtu anaweza kukununia suti akutakaze kila mahali mnafanya kazi. Maandiko yatuambia ukipeana na mkono mwingine isitambue. Hiyo ni siri kutoka kwa Bwana. Hiyo ni jinsi ya kutafuta baraka. Tujue sisi wanadamu tunatafuta baraka aje. Tusiwe watu wakichinua na kupepa yasiyofaa mbele ya macho ya Bwana. Toa kwamba utatoa tena ndani. Unaweza kutoa matoleo hapa isikubalike mbele ya Bwana. Toa kwamba unamaanisha unaenda kumtolea Bwana. Sio kumaanisha ya kwamba unatolea watumishi, lakini unatolea Bwana kupitia watumishi. Bwana Yesu.
Ukitoa ya kwamba kama ni mchango ya watoto wa kwenda kusoma vitabu, toa ya kwamba umewatolea. Usiwe ya kwamba kili yake na wazo ulitoa na rondini ngine utatoa. Hiyo utapokea baraka. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka nirudi katika maandiko tujifunze. Ametoa kwa ukarimu na kuwapa maskini, haki yake yakaa milele. Kutoa ni uguso wa roho. Kutoa sio ya kwamba nasema tutoe zaidi. Naweza kusema tutoe mwambili wengine wanunguniko watuambia kila wakati bishop anatuambia tutoe. Hiyo hakuna baraka. Sisi ndio tunatafuta baraka, wewe ndio unatafuta baraka yako. Na ujue vile unaotafuta baraka. Kwa sababu kuna kitu unaweza kutoa, Mungu akufungulie milango na madirisha. Bwana Yesu apewe sifa. Chua vile unaotoa. Usitoe kwa ajili ya kunungunika. Unatoa ya kwamba umetoa kwa ajili Bwana amekugusa utoe. Ndio tunaona maandiko yatuambia ya kwamba hivi. Bwana Yesu apewe sifa. Mwenye haki. Lazima tuangalie chuo tunasoma nini. Ndio kwa sababu nimeanzia mwenye haki. Ametoa kwa ukarimu na kuwapa maskini kwa ukarimu. Hakurasimishwa. Tusije tukasema kila mtu 2,000 unaona kama unasimini. Wakati tuanza mchango ya watoto kuwachangia, kitu ya kwanza tuliomba. Tukaambia Bwana ile ulemavu ika katika kanisa tunawasaidiaje? Roho Bwana kanena wachangiwe au watoto wataimprove. Tulikuja tukatangaza ama tukutakasa? Tukakubaliana. Lakini ni sisi sote tunafanya vile Roho alisema. Tulidanganya, tuliinua mikono lakini hatutendi, tumechoka. Kuna wale wamechoka katika hii safari. Kuna wale wanasema hatutachanga kwa sababu watoto wetu wamemaliza. Kuna wale wanasema hatutachanga kwa ajili hakuna mtoto wangu huko. Kuna wale wanasema hatutachanga kwa sababu hatuna ndoa. Unaweza kuchangia mtoto ndoa yake ifunguliwe. Unaweza kuchangia mtoto, mnacheka hiyo iko hivyo. Unaweza kuchangia huyo mtoto Mungu akukumbuke. Bwana Yesu apewe sifa. Ni jinsi gani sisi wanadamu wa Kristo tunaotafuta baraka mbele ya Bwana. Tusije tukatoe kwa chizi ya mnunguniko. Hati kila wakati ni fulani, kila wakati ni fulani, ambia Bwana ni asante. Wewe ndio unachua vyema, fungua watu wengine pia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Ati mwenye haki utoa kwa ukarimu. Hawezi akauliza maswali, hawezi akasema tunachangia nani, hawezi akanungunika, lakini tunatoa kwa ukarimu. Mwenye haki. Na kutoa ni kipawa. Na hiyo kipawa Yesu ikaisha kwako, mwambie Mungu, unirehemu, unifungue, unipatie roho ya kutoa. Wewe kaja kwako. Kuna wale wako na roho zito kwa ajili ya kutoa. Kuna yule hata ukiingia kwa nyumba yake hawezi akupatia hata chai, anasimama kwa mlango. Anakuambia leo nilikuwa na haraka nataka kwenda soko kununua nyanya, kwani ni uongo wa mama. Hiyo iko hivyo. Hakikuona anafikiri unaenda kumtafuta. Hakukope pesa, hakukope kitu fulani. Hiyo iko ukubaliana nami ukatae. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba maandiko yatuambia wenye haki wanatoa kwa ukarimu na kuwapa masikini. Kwa ukarimu. Harasimishwi. Hawekewe holi. Anatoa, ukutoa, ukatae kutoa, yeye anatoa. Chua vile mpendwa unatafuta baraka. Kuna wale wamechoka kutoa. Ama ni uongo? Kuna wale wakati wa kutoa wanaeba. Wengine wanasema ni wagonjwa. Wengine wanasema wako mahali fulani. Hiyo ukubaliana na mimi. Usikubaliane. Hiyo iko hivyo. Kuna wale wanatoa excuse. Hata wanaweza kupotea mwezi mzima uwezi ukaona kwa chachi. Ni uongo ama ni kweli? Kwa sababu wanajua kule kuna matoleo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini maandiko yatufunza ache. Mwenye haki utoa kwa ukarimu
Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe na uwapa maskini haki yake yakaa milele. Haleluya, tupigie Kristo makofi. Mwenye haki utoa kwa umaskini na haki yake ukaa milele. Kuna mtu aweze akatoa nafasi yake ape mtoto wa jirani kwa sababu waso ndani yake atamroga. Hatuchakataa urogi iko, lakini amini Kristo. Yombe juu. Wacha kuja hapa tuombe. Hiyo uniform upeane baadaye ya kuserekea kwa nyumba. Haleluya. Pigia Kristo makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wenye haki utoa kwa ukarimu. Na kutoa ni kipawa. Na haiwezi ikakuja kwako ndio kuswa kwa utukufu. Wenye haki pembe yake itafanya nini? Itatukuzwa kwa utukufu. Atainuliwa sasa hata milele. Atainuka wala hata rara. Kwa sababu kila mahali anaenda nyasi inafanya nini? Inamea. Hawezi akakanyaga ikaishe. Ndio unasikia ya kwamba bebe yake inafanya nini? Inatukuzwa na utukufu. Kila mahali mwenye haki anayaingia, baraka kuwa pamoja naye. Akiingia wakati vita iko, vita inapoa. Akiingia mahali kelele iko, wenye kupigia kelele wanafaa, watu wanabadilika. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Wacha sisi tutafute haki. Wacha sisi tutafute baraka za haki. Kila mahali tunaenda tutakase uchumbe wa Bwana. Tujue vile tunatafuta huyo Yesu, tukiwe wenye kutafuta maagizo mema. Sio kwa wachawi na kwa waganga, tutafute mawaidha mema katika njia za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Tuende ya mwisho. Asiye haki, nirudie. Asiye haki ataona na kusitikitika. Atasaga meno yake na kuondoka. Matumaini ya sio haki upotea. Wasio haki wanaofanya vitu kwa kupatiza, wanaotumia njia zao katika uchanja wao wanapata mali, uchanja wao wanafanya mambo mengine, yaani wanatumia uchanja. Maandiko yatuambia ya kwamba watasitikisika na watasiaga meno, watakuwa katika hali mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Na tumaini yao itapotea kwa sababu hawako mtegemea huyu Yesu Kristo, walitegemea njia zao. Usicho kategemea njia zako kutenda kitu, mwabudu Bwana ya kwamba utamwabudu tena. Tegemea huyu Yesu Kristo kwa kila jambo. Ambia Bwana na kuhitaji katika familia yangu, katika njia za watoto wangu, katika familia yetu ni kuwa kimbilio na tegemeo. Kwa sababu maandiko yatuambia wasio haki watasiaga meno yao. Watakaa maisha ya uchungu na maisha yasiyofaulu sasa hata milele. Kwa hivyo ili wewe Mkristo uchague ni njia gani utakayofuata. Ni njia ya kupatiza huyu Yesu Kristo ama ni njia ya kukaa katika neno. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu wenye haki watadumu, watasimama milele. Lakini wenye wasio haki, maandiko yataambia watatoweka, wataondoka kabisa, watapotea na watasiaga meno yao. Watakuwa katika hali ya matatizo tofauti. Yaani watakufa na uchungu. Heri yule anayelala salama. Mwenye haki, nani amesa usudia mwenye haki? Mwenye haki jina lake alipotee. Niko na shuhuda na nabii mmoja alikuwa anaitwa Babu. Kule Kayole Dandora Festu. Huyo mzee aliongoza kanisa mpaka miaka 90. Alipokufa aliita watoto wake wote, akaweka pamoja. Akawaambia nasikia naenda kupungukiwa na imani. Nasikia naenda kuisha, lakini mulichunge hekalu ya Bwana. Msipolichunga mtapotea. Bwana Yesu hapa. Alipomaliza kuongea akasimia akiwa amekaa.
Huyu ni mwenye haki, alikufa bila kuchifuruta. Alisikia ataenda, akaachia watoto wake, waliofuata wamesimama. Wasiofuata walipotea. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo kanisa ilikuwa inaitwa African Church of West Liberty, Dandora Phase 2. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua yale Mungu ananena sio mwanadamu. Ukupali usikubaliana na mimi. Nataka utafakari uko wapi, unaelekea wapi. Na yule aliyekuumba alikuumba kwa ajili ya sababu. Hakuumba kwa ajili ya kutenda yaliyo maovu. Alikuumba ili umtumikie kwa sababu wewe ni mfano kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tumwachie Bwana kwa kila jambo atawale, na yeye ukucha wakati ufaaro. Wala kisi wala achelewi. Bwana Yesu apewe sifa. Babu yeye alitengeneza maisha yake akiwa hai, akiwa katika utumishi wa Bwana. Na wewe tengeneza maisha yako ukiwa katika kwaya, ukiwa katika msee mahali hapa, ukiwa mama mahali hapa, ukiwa katika youth, ukiwa Sunday school. Bwana Yesu apewe sifa. Chifunze na mtoto akiwa Sunday school ama youth wa kuongea ukweli, maisha yake yakakuwa nyua. Inakuwa sawa. Mtoto utamuonea akiwa Sunday school ama youth. Ndio utachua huyo mtoto atakuwa nini mwanzoni. Lakini utaniambia akiwa mkubwa utamchua. Maisha ya mtoto uchengeka hapa chini. Na mtoto akikosa mwambie ukweli. Akikataa omba Mungu amrekebishe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sisi tutafute haki. Tukue wenye haki katika hema la Bwana. Tutafute mwongozo ulio mzuri. Kwa sababu neno, ukiwa na neno, ukuwe na tumaini kwa Bwana, Mungu atakuinua na atakubariki. Lakini ukiwa ni mtu wa maneno utapotea. Mungu awabariki.